Nataka kwanza kidogo uone jinsi ninavyofanya mazoezi. Umeona? Hapo najiandaa kutopata magonjwa yasiyoambukizika. Nikiwa nyumbani kwangu, nikiwa chumbani, sitaki kukimbia nje, sina sehemu. Okay. Mazoezi ni muhimu. Nawakaribisha tena. Kwa majina naitwa Urumbi Kilimba, ni mtaalamu wa lishe, lakini nimebobea sana kwenye environmental nutrition, yani mazingira na chakula. Inaweza ikawa ni field mpya kwako, kwa mara ya kwanza hujawahi kuiona, lakini ndicho nilichobobea kwa sababu kwa sasa hivi mambo yamekuwa magumu, mambo yanazidi kuwa magumu. Kuna vitu vingi vinatengenezwa ambavyo ndani yake vinapunguza sana ubora wa vyakula na kusababisha magonjwa. Na magonjwa yenyewe tunayosema ni non-communicable diseases. Ndio maana nikaamua kuingia ndani kujiuliza jinsi naweza kufanya haya magonjwa yaweze kuwa magonjwa mazuri, rafiki, na watu wasiweze kupata wengi, ili tupunguze kasi ya magonjwa kuongezeka. Leo tutazungumzia kuhusu gonjwa moja tu. Tutazungumzia kuhusu gonjwa la figo na dialysis. Figo na dialysis. Magonjwa ya figo na dialysis kwa upande wa chakula. Uhusiano kati ya figo, dialysis na lishe. Nakula kwanza pause ili watu waweze kuelewa, kwa sababu natamani watu wengi wajue sana. Kwa sababu niko hospitalini, tumekuwa tunapata changamoto sana. Watu hawataki kuhudhuria kliniki ya lishe, ila ukimwambia dialysis faster anaenda. Ngoja niongee leo. Natamani watu wajue, natamani watu wasikie, natamani watu waelewe na kujifunza. Kuna uhusiano mkubwa sana juu ya lishe, dialysis na figo. Figo ni nini? Ni kiungo kimoja kinachofanya kazi ya kutoa uchafu mwilini. Pindi unapokula, unapopaka, unapokunywa, unapovuta, vile vinavyotakiwa kutoka kwa kupitia njia ya mkojo vinaenda kwenye figo ili iweze kutoka. Sawa? Sasa basi, nini maana dialysis? Dialysis ni figo bandia, figo ya nje. Imetengenezwa ili kumsaidia mgonjwa ambao figo yake ya ndani halisi imeharibika au inaashiria kuharibika, basi wanafanya dialysis. Ndio inaitwa dialysis. Sasa basi, tumesema mgonjwa anatoa uchafu kwa kupitia dialysis. Uchafu huu, tujiulize mimi na wewe, unatoka wapi? Kumbuka ile clip ya nyuma, nitakukumbusha kidogo. Mtu anapata uchafu kama sio kwa kula chakula, kwa kuvuta hewa yoyote au kitu chochote kilichovutwa kupitia kwenye pua, kwenye mapafu na kwenda, au kwa kupaka kwenye ngozi, kwenye mwili, juu ya mwili, vinaingia ndani. Vikiingia ndani, kuna vile ambavyo vitatakiwa kutoka kwa mfumo wa hewa vitatoka, kuna vile vitakaotakiwa kutoka kwa mfumo wa haja kubwa vitaondoka, na kuna vile vinavyotakiwa kutoka kwenye mfumo wa haja ndogo vitaondoka. Figo ikiwa haifanyi kazi vizuri, vinabaki mwilini. Sasa basi, vikibaki mwilini vikiwa vingi, au figo isipofanya kazi vizuri, hata vile vilivyokuwa vinahitajika mwilini vinabadilika kuwa sumu vikiwa vingi mwilini. Ndipo hapo panapokuja kuitwa dialysis procedure. Sasa kama mtu atakuwa
kula chakula inavyopaswa, au hajaenda kuonana na mtaalamu wa lishe, yeye anakimbilia kwenye dialysis, unadhani hapo litakuwaje? Mimi leo ningeshauri uwe na ndugu, uwe na rafiki, lakini leo tunaongea hili ni jamvi hili. Soma ni mafundisho lakini ndani ya jamvi. Unatakiwa uonane na mtaalamu wa lishe. Takukumbusha, tuliongea huko kwenye vipindi vingine. Mtaalamu wa lishe akupangie ratiba kulingana na vipimo vya mwili wako. Sasa utauliza ni vipimo gani hivyo? Unapokuja kwangu kwa mtaalamu wa lishe, mimi Ulumbi Kilimba, nitakwambia naomba ukapime damu kwa kuangalia wanasema minerals, madini na vitu vinginevyo vya mwili wako. Kwa mfano, nataka ukapime, uniletee majibu au upime au nitoe oda ya kwenda kucheki potassium, phosphorus, sodium, urea, uric acid, creatinine, albumin, triglycerides, iron and other element kwenye damu, ambazo hizi elements zimetokana na ulaji. Hizi zote nilizosema plus cholesterol, lipid, low and upper lipid, zote zinatokana na ulaji wa vyakula. Sasa sio ile kufika tusiunipe tu, hapana. Ulaji wa vyakula ndio unasababisha kuwa uwe na low blood triglyceride au HB, au na high. Lakini sio hivyo tu, nitakupima uhusiano wa mwili wako kwa uzito na urefu. Nipate BMI niweze kulinganisha una upungufu wa chakula kwa kiwango gani. Lakini zaidi ya hapo pia ninakutaka au nitafanya vipimo juu ya kuangalia mwili wako kuanzia juu mpaka kwenye unyayo. Juu ya kichwa mpaka kwenye unyayo. Humo naangalia nini? Naangalia mabadiliko yoyote ambayo sio ya kawaida yametokea kwenye mwili. Unaweza kukutana na vitu vingi, nywele zikawa nyepesi, macho kwa meupe sana, ukawa na donda mdomoni, ukawa kama na ukurutu, ngozi kama imepauka, tumbo kama limejaa, kucha kama nyeupe sana, vitu vingi, maji labda yamejaa tumboni, na kuangalia na kukupima kwa vipimo ili kuweza kupata mambo. Na mwisho nitakuuliza kuhusu masuala ya tabia ya ulaji wako. Ndipo hapo tutakapokuja kupima tena, tutakapokuja kujua wapi umepungukiwa nini na nikupe aina gani ya chakula kwa kiwango gani cha chakula, ili uweze kufikirudi katika hali yako ya kawaida na uendelee na dialysis, ili vile sumu zisiwe nyingi sana, zisiwe nyingi, ziendelee kupungua. Hapo ndipo tunapocheza. Sasa kama hujaenda kwa mtu alishe, unaingia kwenye dialysis tu, ni nini kinachotokea? Nisikilize. Mashine ni mashine. Haiwezi kufanya kazi vizuri kama mwili unavyo automatic, yani kama vile mwili unavyotakiwa. Kwa hiyo inaweza kafyonza vitu vinavyohitajika kwa wingi zaidi. Sasa kama ukiwa unavyo tayari vina upungufu, na wewe pia utapata upungufu wa lishe. Ukiona umechoka sana, unaenda kwenye dialysis umechoka sana. Ukiona umepauka, umekonda sana, ujue kwamba unahitajika kuonana na mtaalamu wa lishe. Dialysis ukiifanya vizuri,
ukaonana na wataalamu wa chakula wa lishe, mkawa marafiki, mkawa mnaenda hatua kwa hatua na huyo, basi kitakachofuata utatengemaa vizuri. Naomba hii clip iwafikie walengwa na wale ambao wana ndugu wawafikishie, ili tuweze kujengana. Dialysis peke yake bila mtaalamu wa lishe kuna madhara ambao unapata umechoka, sema kupungukiwa damu, unaweza kuwa ngozi nyeupe, yani kama nyeupe imepauka, kama vile hujapaka mafuta, unakuwa na utapiamlo kwa ujumla. Natamani nikuona unafanya dialysis, lakini hali ya afya mtu akikuangalia asijue kwamba upo kwenye dialysis. Tumeelewana? Karibuni. Mimi naitwa Ulumbi Kilimba, ni mtaalamu wa lishe, napatikana online. Namba yangu ni 0743 000 562. Natamani nipate marafiki wengi ambao wanahitaji huduma yangu, na wapenda sana. Karibuni. Karibuni. Nitawaelekeza wapi nitakapo kuwepo, nikiwa nyumbani, nikiwa hospitalini. Karibuni. Kama una swali lolote andika, kama una ndugu hifadhi kwa ndugu ambao utamwona itamsaidia aweze kujua. Wapo wengine wanaweza kawa wamekata tamaa, lakini wakisikia clip watafurahi, tutakuwa marafiki, tunaweza tukatengeneza hata grupu la kuweza kusaidiana. Ila nasikitika na nakasirika, sasa sijui nisemeje. Hebu kwanza nifikirie. Okay. Kuna kamtindo ambacho mimi sikapendi, kakukopi na kupaste. Nimesemaje? Kukopi na kupaste. Amekuja Ulumbi Kilimba, mimi nikamwandikia ratiba yake ya chakula, akakutana na rafiki yake mwenye tatizo kama hilo, akamwambia mwenzio nimeandikiwa hii hapa, chukua na wewe nenda katumie. Achukue na yeye aende katumie. Kwani tujiulize mimi na wewe, hapo ndo tutaelewa kitu kidogo. Kwani ulaji wako na wake ni sawa? Hebu tujijibu wenyewe. Au niulize mfano, unitoe mfano mzuri. Baba na mtoto wanaweza kala sawa, yani wanakuwa na tabia sawa ya ulaji? Usimwachie kuna mtoto analalamika apendi kula. Si nimemzaa mimi. Sasa mbona apendi kula? Umeelewa Kila mtu ana ulaji wake. Umeshai kuona damu za watu wote ukienda kupima, eti kwa sababu mimi na tatizo la figo, kwa hiyo wote tunaenda kupima tunakuwa na aina moja ya damu? Yaani wote potassium zinafanana, sodium zinafanana, phosphorus zinafanana. Umeshai kuona hicho kitu? Albumin inafanana? Umeshai kuona hicho kitu? Jibu ni hapana. Kwa sababu gani? Tunatofautiana mlo wa chakula. Ndio maana tunasema tunapima kwanza. Kwa hiyo usikopi na kupesi, ni kama vile unataka kumua, unataka kumletea matatizo mwenzio. Mshauri mwambie aje na yeye apime damu yake na vingine vyote, tumuone kwa macho, alafu tumpangie ratiba kulingana na kile tutakachokiona. Hapo utakuwa umemsaidia. Kwani ni mashaka nikifanya hivi nitakuwa nimekosea? Hapana. Nadhani umenielewa. Msikopi na kupesti. Hata kama mtu anafanana kila kitu, ugonjwa unafanana, lakini damu zinatofautiana, vipimo vinatofautiana, ulaji wa chakula unatofautiana, tabia zinatofautiana, mazingira yanatofautiana, uchumi unatofautiana, kila kitu kinatofautiana. Tunaenda kwa kila mtu kivyake na kupangia ratiba kulingana na nilichokiona kwako. Nafikiri mmenielewa. Sasa ndio ile unakuta copy and paste, unakuta
Mimi nimeambiwa nisile hiki. Usile hiki. Usile hiki. Hivi ni nani anayesemaga usile? Mimi nasema hapana. Mimi nasema tunapanga ratiba nzuri kulingana na hali ya mgonjwa. Kama una maswali mengi niulize. Tutapanga ratiba kulingana na mgonjwa na nitatoa vipimo kulingana na ninachotaka ule na itabidi ufuate. Alafu tunakuwa marafiki. Angalau kwa mwezi tunaonana. Kwa mwezi tunakuwa marafiki. Kwa mwezi tunaonana kwa sababu kila kama nimekupangia labda protini 10, kila siku nakula protini 10. Asubuhi kuanzia asubuhi mpaka jioni ukijumlisha vitu vilivyokula vya protini ni 10. Na kesho tena ni 10. Kesho kutwa tena ni 10. Wakati huko tulipopima mara ya kwanza ulikuwa na protini labda 5. Tunataka kujua imeongezeka imepungua. Sasa kama ukienda ndio nimekuandikia ratiba moja kwa moja, hiyo anasema moja kwa moja. Kama unavyokuja kwenye dialysis mara 3 kwa wiki, mara 2 kwa wiki, mara 1 kwa wiki, basi wewe kwenye nutrition njoo mara 1 kwa mwezi. Kwa wiki za mwanzo unaweza ukaja hata mara 2 kwa wiki, mara 1 kwa wiki, au wiki 2 mara 1, au mara 1 kwa mwezi. Alafu unapima tena, tunaangalia kama unavyopima kule. Mmenielewa jamani? Natamani tuwe na marafiki wa kutosha wengi, tuweze kusaidiana. Unaweza kaishi vizuri, unafanya dialysis vizuri, na hakuna mtu asijue kama unafanya dialysis, iwapo tu mtindo wa maisha yako ukawa walishe ukawa mzuri. Na niko hapa kwa ajili yako. Mimi naitwa Umbi Kilimba, ni mtaalamu wa lishe. Naomba unione kwa kupitia 0743 000 Najua utakuwa na maswali mengi, lakini nitafurahi iwapo tutakuwa marafiki ili tuende kwa karibu zaidi na wewe. Kama kuna swali, karibu. Kwa leo mimi naishia hapa. Ukinipenda, ukinichukia, hii umenipenda, hii umenichukia. Lakini kama una maswali, andika. Ukitaka watu wengi wapate knowledge, elimu, na wasaidie watu wengi, unaona niko nangu, sambaza ujumbe huu. Lakini zaidi sana, kama kuna upungufu, kuna product, natural products hizi hapa. Tunazipata hizi hapa. Karibu. Hizi hapa. Karibu. Kwa kupatikana kwangu 0743 000 562. Ulumbi Kilimba, environmental nutritionist. You are welcome. Thank you.